na hii ni taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera, Tanzania. Msomaji ni Edas Natibashailwa. Awali ni muhtasari wake. Diwani wa kata ya Kiziguzigu wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Martin Mpemba wa Chama cha Mapinduzi CCM amefariki dunia baada ya kupigwa mapanga na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 limefanikiwa kukamata madini ya dhahabu ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 yaliyokuwa yakitoroshwa. Na kimataifa, wakati waziri mkuu wa Uingereza akijipanga kuhusu namna ya kukabiliana na ushuru wa Trump, umati wa watu unakusanyika kote Marekani kuandamana. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Kigoma. Diwani wa kata ya Kiziguzigu wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Martin Mpemba wa Chama cha Mapinduzi CCM amefariki dunia baada ya kupigwa mapanga na watu wasiojulikana. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, Filmoni Makungu, katika taarifa yake kwa vyombo vya habari amesema Mpemba alifariki dunia Aprili 3, 2025 akiwa njiani kupeleka hospitali ya rufaa ya Bugando mkoani Mwanza kwa matibabu. Amesema awali diwani huyo alivamiwa na watu wasiojulikana akiwa njiani kutoka sokoni wakati alipokuwa akirudi nyumbani kwake katika kijiji cha Buyenzi wilayani Kakonko mkoani Kigoma. Kutokana na tukio hilo, kamanda huyo amesema mtu mmoja amekamatwa akituhumiwa kuhusika na mauaji hayo na upelelezi wa tukio hilo unaendelea. Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali awamu ya 6 limefanikiwa kukamata madini ya dhahabu ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 yaliyokuwa yakitoroshwa. Aidha, kwa kipindi hicho jeshi hilo lilifanikiwa kukamata nyara za serikali za shilingi bilioni 1.6 pamoja na watuhumiwa 33 waliopatikana na nyara hizo. Vile kwa kipindi hicho mali 1267 zilizoibwa maeneo mbalimbali mkoani humo zilipatikana, ikiwemo magari, pikipiki, bajaji, redio, luninga, magodoro na majiko ya gesi. Akitoa taarifa ya mafanikio ya jeshi hilo kwa kipindi cha miaka 4, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema mafanikio hayo ni matokeo ya mikakati waliojiwekea ya kuzuia na kupambana na uhalifu, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vitendea kazi bora na kuimarika kwa ulinzi shirikishi. Amesema pia wamewakamata watuhumiwa 133 wa mtandao wa uwizi kwa njia ya simu, watuhumiwa 23 wa matukio ya kubaka na kurawiti, pamoja na watuhumiwa 21 wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema jengo jipya la makao makuu ya mahakama ya Tanzania si kwa ajili ya huduma za kimahakama, bali ni urithi wa kipekee unaoleta hadhi, fursa za kiuchumi na kuvutia wageni kutoka ndani na nje ya nchi. Akizungumza leo Aprili 5, 2025 katika uzinduzi wa majengo ya mahakama, ikiwemo jengo la makao makuu ya mahakama ya Tanzania, jengo la tume ya utumishi wa mahakama na majengo kwa ajili ya makazi ya majaji, Senyamule amesema ubunifu wa jengo hilo haufanani na jingine lolote barani Afrika. Amesema muundo huo wa kipekee umebeba maono, heshima na urembo unaoitangaza Tanzania kimataifa. Aidha, amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuliongezea jiji la Dodoma muhimili wa 3 wa dola, ambapo awali kulikuwa na mihimili miwili pekee.
Sasa kupitia uzinduzi huo, muhimili wa mahakama umepewa nafasi yake rasmi jijini Dodoma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Abuja. Nigeria imepokea zaidi ya chanjo milioni 1.2 ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo ambao umewaua watu kadhaa na kuathiri mamia ya wengine. Katika taarifa ya UNICEF imesema kuwa mlipuko huo tayari umewaua zaidi ya watu 70 na kuambukiza zaidi ya wengine 800 katika majimbo 23 kati ya 36 ya nchi hiyo. Waziri wa afya wa Nigeria Muhammad Al-Pat amesema kuwasili kwa dozi za chanjo hiyo ya Men5CV ni hatua muhimu katika kampeni ya nchi hiyo kupambana na mlipuko huo. Nigeria ni taifa lenye wakazi milioni 220, pia ni mojawapo ya nchi 26 za bara la Afrika zinazokabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo katika eneo linalojulikana kama ukanda wa Afrika wa ugonjwa huo unaoanzia Senegal katika eneo la magharibi hadi Ethiopia katika eneo la mashariki. London. Wakati waziri mkuu wa Uingereza akijipanga kuhusu namna ya kukabiliana na ushuru wa Trump, umati wa watu unakusanyika kote Marekani kuandamana. Maandamano yamepangwa kufanyika katika majimbo yote 50 na Washington leo, huku watu wakiazimia kumpinga Rais Donald Trump na wenzake na sera zake. Kumekuwa na maandamano ya mara kwa mara tangu aingie madarakani, lakini waandaaji wanasema wanatarajia leo kuwa siku moja kubwa zaidi ya maandamano tangu Trump aanze muhula wake wa pili. Makumi kwa maelfu ya Marekani wanatarajia kushiriki katika matukio nchini kote, na kuna maandamano yaliyopangwa London na miji mingine ya Canada na Ulaya. Wakati huo waziri mkuu wa Uingereza anaripotiwa kutumia weekend hii kuzungumza na viongozi wa kigeni kuhusu hatua ya ushuru. Tayari amezungumza na wenzake wa Australia na Italia Aprili 4, 2025 majira ya usiku. Downing Street inasema viongozi wote watatu walikubaliana kuwa vita vya kibiashara vya pande zote vitasababisha hasara kubwa sana, huku kwa mjibu wa ofisi hiyo maafisa wa Uingereza wataendelea kwa utulivu na kazi ya maandalizi badala ya kukimbilia kulipiza kisasi. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Diwani wakati Kiziguzigu wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Martin Mpemba wa Chama cha Mapinduzi CCM amefariki dunia baada ya kupigwa mapanga na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali awamu ya 6 limefanikiwa kukamata madini ya dhahabu ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.8 yaliyokuwa yakitoroshwa. Na kimataifa, wakati waziri mkuu wa Uingereza akijipanga kuhusu namna ya kukabiliana na ushuru wa Trump, umati wa watu unakusanyika kote Marekani kuandamana. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ishizo FM Radio. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii: Instagram Ishizo Media, Facebook Ishizo HQ na YouTube Ishizo TV News and Sports, bila kusahau tovuti yetu www.ishizomedia.co.tz. Jina langu ni Edastina Tibashairwa. Asante na kwaheri.